Jeshi la Israeli laendelea kumwaga damu za Wapalestina Gaza. Wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wa Israeli wamewaua shahidi wa Palestina wengine 17 katika mashambulizi ya alfajiri katika ukanda wa Gaza, siku moja baada ya kuua shahidi wa Palestina zaidi ya 60, akiwemo ripota wa Al Jazeera Hossam Shabat katika ukanda huo. Mashambulizi ya mapya ya wanajeshi wa utawala wa Israeli yanajiri siku moja baada ya Wizara ya Afya huko Gaza kusema kwamba mashambulizi ya Israeli kwenye ukanda huo yamesababisha vifo vya Wapalestina 61 katika muda wa saa 24 zilizopita. Press TV imeripoti kuwa Ismail Barohum, mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati ya Mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas, ameuawa katika moja ya mashambulio hayo alipokuwa akipokea matibabu hospitalini pamoja na mvulana wa miaka 16. Katika taarifa yake Jumatatu, Wizara ya Afya huko Gaza ilisema miili minne iliyopolewa kutoka chini ya vifusi na kwamba watu 134 waliojeruhiwa kwenye hujuma hizo wamelazwa hospitalini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vifo vya hivi karibuni vimefikisha idadi ya Wapalestina waliopoteza maisha tangu kuanza kwa vita vya mauaji halaiki ya Israeli dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 2023 kupindukia 50,100. Utawala wa Kizayuni wa Israeli unaendelea kufanya jinai na mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza, ambapo tangu asubuhi hadi wakati taarifa hii na kufikia, makumi ya Wapalestina wamekuwa wameshauawa shahidi na kujeruhiwa. Mapema asubuhi, katika taarifa zake za sekunde kwa sekunde, televisheni ya Al Jazeera ilitangaza kwamba Wapalestina 21 wameuawa shahidi katika mashambulizi ya anga ya Israeli katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Duru za Palestina zimetangaza kuwa mashambulio ya anga ya jeshi la Israeli yameanza tena katika miji miwili ya Khan Yunis na Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza. Je, Israeli ni kitu gani anachokitafuta? Harakati ya Mukawama wa Kiislamu ya Palestina imetoa taarifa ya kulaani mauaji ya kutisha yanayoendelea kufanywa na jeshi la Kizayuni la Israeli na kuitolea mwito jamii ya kimataifa ichukue hatua za kudhibiti utawala huo. Katika taarifa yake hiyo, Hamas imelaani hujuma na mashambulio hayo yanayofanywa na utawala huo na mauaji ya kutisha dhidi ya Wapalestina wa Gaza na njama za kichokozi zinazoendeleza katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Anasema, tunaotolea mwito umma wa mataifa yetu ya Kiarabu na Kiislamu, watetezi wa uhuru duniani na wale wote wanaopigania haki na uhuru, kuzidisha mashinikizo kwa utawala ghasibu ili ukomeshe mashambulizi yake. Aidha, harakati hiyo ya ukombozi wa Palestina imewataka walimwengu wapinge uhalifu na mipango ya utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Palestina, watu wake na maeneo yake matakatifu, na kulaani uungaji mkono wa Marekani kwa ukatili unaofanywa na utawala huo ghasibu. Hamas imesema kila njia inayowezekana lazima itumike ili kuvunja mzingiro, kukomesha mauaji na kuhitimisha mateso ya kuwaweka Wapalestina na njaa. Vile msemaji wa jeshi la Yemen ametangaza habari ya kufanyika mashambulizi ya mafanikio dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv, mji mkuu wa utawala wa Kizayuni, na pia dhidi ya manowari ya kubeba ndege ya Harry Truman ya Marekani kwenye Bahari Nyekundu. Kwa mujibu wa televisheni ya Al Masirah, Brigadia Jenerali Yahya Saree ametangaza katika taarifa yake kwamba wanajeshi wa Yemen wameupiga kwa makombora uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la Jaffa, Tel Aviv, kwa makombora mawili ballistic ya Zulfikar na Palestine 2. Ameongeza kuwa vikosi vya jeshi la majini vya makombora na ndege zisizo na rubani vya Yemen vimeitwanga pia manuari ya kubeba ndege ya Harry Truman ya Marekani na meli nyingine kadhaa zilizoandamana nayo katika operesheni nyingine ya makombora na ndege zisizo na rubani. Vile Hamdan Balal, mtengeneza filamu mwenzo wa Kipalestina wa filamu iliyoshinda tuzo ya Oscar itwayo Hakuna Ardhi Nyingine, No Other Land, amekamatwa na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wa Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu baada ya kupigwa na kujeruhiwa vibaya sana na walowezi wa Kizayuni. Hayo yameripotiwa na Yuval Abraham aliyeshirikiana naye kutengeneza filamu hiyo. Katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa kijamii wa X, Abraham ameandika, kundi la walowezi wamemchinja Hamdan Balal, mtengeneza mwenza wa filamu yetu ya Hakuna Ardhi Nyingine. Wamempiga na ana majeraha kichwani na tumboni, anavuja damu. Kwa mujibu wa Abraham, askari wa utawala wa Kizayuni walivamia gari ya ambulance aliyoita Balal iende kumchukua, kisha akamtia nguvuni kijana huyo wa Kipalestina na kuondoka naye. Mkanda wa video uliotolewa na kituo cha Kiyahudi cha kuzuia ukatili umemonyesha mlowezi wa Kizayuni aliyefunika uso wake akiwapiga ngumi wanaharakati wawili wa kundi hilo kwenye uwanja wenye vumbi wakati wa usiku. Filamu ya Hakuna Ardhi Nyingine imetengenezwa kwa ushirikiano kati ya utengenezaji filamu wa Israeli na Palestina, ikimonyesha mwanaharakati Basel Adra akikabiliana na hatari ya kutiwa nguvuni
na kushambuliwa kwa sababu ya kurekodi na kuonyesha kumbukumbu za uharibifu uliofanywa na jeshi la utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya mji wake alikozaliwa wa Masfar katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Filamu hiyo ya matukio halisi imeshinda msururu wa tuzo za kimataifa, ikiwemo ya tamasha la kimataifa la filamu la Berlin mwaka 2024 pamoja na Oscar, japokuwa imechukiza mno pia Israeli na nchini Marekani, ikiwemo katika mji wa Miami Beach jimboni Florida, ambako leseni ya jumba la sinema lilionyesha filamu hiyo na kufutwa ghafla. Vile duru za kuaminika zimefichua kuwa utawala wa Israeli umekataa mapendekezo yote yaliyotolewa na wapatanishi kusitisha mapigano kutokana na uungaji mkono kamili unaopata kwa Marekani, na kwamba mazungumzo juu ya swala hilo yameisha kwenye mkwamo. Duru hizo zimefichua pia kwamba kuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya baadhi ya pande za kanda hii na Israeli kwa ajili ya kuiwekea mashinikizo harakati ya ukombozi wa Palestina ya Hamas. Wakati hivi karibuni wapatanishi wamekuwa wakijadili mapendekezo mapya ya kusimamisha mapigano kufuatia kuanza tena mashambulizi ya kikatili na kinyama ya utawala wa Israeli katika ukanda wa Gaza, huku shirika la habari la Reuters likiripoti pendekezo jipya la Misri kuhusiana na swala hilo. Duru za habari za Misri zimetangaza kuwa mazungumzo ya kutafuta mwafaka wa kusitisha mapigano huko Gaza kabla ya Eid al-Fitr yamegonga mwamba, na wapatanishi wameitaarifu Hamas kwamba kutokana na Israeli kupinga mapendekezo yote ya kusitisha mapigano, hakuna matarajio ya haraka kufikia makubaliano kwa sasa. Zikizungumza na tovuti ya habari ya Al Arab Al Jadid, duru hizo za kuaminika zimefichua kuwa ujumbe wa usalama wa Israeli uliondoka Cairo Jumamosi iliyopita jioni bila kufikia makubaliano yoyote kuhusu mapendekezo ambayo yametolewa ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano haraka huko Gaza. Duru hizo zimesisitiza kuwa wapatanishi wa Misri na Qatar wamewafahamisha viongozi wa Hamas kwamba mazungumzo hayo yamekwama kwa sasa, huku kasi ya mashambulio ya jeshi la Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza ikiongezeka, na hayo yanajiri katika hali ambayo uongozi wa Hamas umeonyesha nia njema ya kulegeza msimamo kwa mapendekezo ya hivi karibuni yaliyowasilishwa na Misri kuhusiana na kuachilia huru mateka kadhaa wa Israeli kwa ajili ya kusitisha mapigano kwa sababu za kibinadamu. Vile maandamano makubwa yamefanyika huko Paris, mji mkuu wa Ufaransa, na katika miji mingine ya Ulaya kupinga duru mpya ya mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Maandamano hayo yanadhihirisha ghadhabu na upinzani wa walimwengu kwa hatua za Israeli na radiamali ya harakati ya kimataifa kwa ajili ya kuwatetea wananchi wa Palestina na kulaani jinai za Wazayuni. Wimbi la hasira na kuchukiza ulimwengu na mauaji ya kimbari na mashambulizi mapya ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza limeenea kuanzia Vienna hadi Stockholm, kuanzia Auckland hadi Berlin. Washiriki katika maandamano hayo barani Ulaya wanasisitiza kuwa kile kinachojiri hivi sasa huko Gaza ni maafa ya binadamu na mauaji ya kimbari yanayotekelezwa kwa ushirikiano na katika karibu ya kimya cha serikali ya Magharibi. Huko Paris, waandamanaji wamepiga nara na shaari kama Palestina inapasa kukombolewa na sitisha mauaji dhidi ya Gaza, na kutaka kusimamishwa haraka iwezekanavyo himaya na misaada ya kijeshi na kisiasa kwa Israeli. Polisi wa Ufaransa wamekabiliana kwa mabavu na waandamanaji na kwa mara nyingine kudhihirisha misimamo ya undumakuwili ya serikali za Magharibi mkabala wa uhuru wa kujieleza na haki za binadamu. Huko Ujerumani na Uingereza pia maelfu ya watu wameandamana kupinga na kulaani sera za serikali za nchi hiyo za kuiunga mkono Israeli. Nukta ya kuzingatia hapa ni ushiriki mkubwa wa vijana, wanaharakati wa mrengo wa kushoto na hata baadhi ya makundi ya Kiyahudi yanayopinga Uzayuni katika maandamano hayo. Jambo linaloonyesha kuwa mijadala mikuu katika vyombo vya habari vya Magharibi ambayo inataja ukosoaji wote wa Israeli kuwa ni chuki dhidi ya Wayahudi haiwezi tena kudhibiti maoni ya umma kwa urahisi. Huko Paris, maandamano dhidi ya ubaguzi wa rangi yaligeuka na kuwa maandamano dhidi ya Uzayuni na kulaaniwa kukiukwa makubaliano ya kusimamisha vita na kuanza duru mpya ya mashambulizi ya jeshi la utawala wa Israeli katika ukanda wa Gaza. Waandamanaji huko Paris wametaka wananchi wa Palestina waungwe mkono na watendewe haki huko Gaza na katika ukingo wa Magharibi, na viongozi wa Kizayuni wahukumiwe katika mahakama ya kimataifa. Kamati ya mawaziri ya nchi za Kiarabu na Kiislamu imeeleza wasiwasi wake kuhusu mashambulizi mapya ya utawala wa Kizayuni katika ukanda wa Gaza na kutaka kutekelezwa mara moja na kikamilifu usitishaji vita kwa mujibu wa azimio nambari 2735 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Ombi hilo lilichapishwa katika taarifa ya mwisho ya kikao cha kamati hiyo kilichofanyika mjini Cairo, ambapo hali ya Gaza na mpango wa nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa ajili ya ujenzi mpya wa Gaza ulijadiliwa.
Taarifa kamati hiyo imetaja ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kuwa ya kutia wasiwasi sana na kusikitishwa na idadi ya wahanga wa mashambulio ya anga ya Israeli. Pia imelaani mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu huko Gaza. Kamati hiyo maalum ya nchi za Kiarabu na Kiislamu imeutaka utawala wa Kizayuni kuondoa vizuizi vyote ilivyoweka katika kuzuia kuingizwa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na irejeshe haraka huduma za kimsingi ikiwemo usambazaji wa umeme katika ukanda huo. Imetangaza kuunga mkono kikamilifu mpango wa ujenzi wa Gaza. Mpango huu uliwasilishwa katika mkutano wa Cairo mnamo Machi 4 katika mkutano wa wakuu wa nchi za Kiarabu na uliidhinishwa na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu na Baraza la Ulaya. Katika kikao cha kamati maalum ya mawaziri ya nchi za Kiarabu na Kiislamu huko Cairo, mbali na Kaja Kallas, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, mawaziri wa mambo ya nje wa Qatar, Palestina, Jordan, Saudi Arabia, Misri, Uturuki, Bahrain, waziri mshauri katika masuala ya kigeni Falme za Kiarabu, katibu mkuu wa Jumuiya ya Kiarabu, katibu mkuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu na Nigeria pia walishiriki kikao hicho. Kikao hicho cha kamati maalum kimefanyika ikiwa ni katika muendelezo wa ushirikiano wa nchi za ulimwengu wa Kiislamu na msimamo wao pamoja kuunga mkono Palestina na kulaani jinai zinazofanywa na utawala wa Kizayuni huko Gaza. Awali wakuu wa nchi za Kiarabu walifanya mkutano mjini Cairo na kupinga fikra hatari za Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu Gaza. Mpango wa Rais wa Marekani wa kutoa Gaza na kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina hadi Jordan na Misri umekabiliwa na wimbi la upinzani miongoni mwa nchi za Kiarabu na Kiislamu. Washirika wa White House wa Ulaya pia wameelezea mara kwa mara upinzani wao kwa mpango huo na ugumu wa kutekelezwa kwake. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.